Wajua siri, nataka tupeane siri ya mafanikio katika ndoa. Ndio. Ukitaka ufanikiwe katika ndoa, uhusiano, watu wangejua mapema, wakifanya na mengi angewaepuka. Ukitaka ufanikiwe katika ndoa na mahusiano, jambo la kwanza kabisa, usiseme na mwanaume. Usiseme naye. Kivipi? Yaani wewe usimuongeleshe. Ongea naye ila usimuongeleshe. Unajua kuongea naye kupoje? Yes. Ni vipi yani? Siri ya kwanza ni kuongea naye, sio kumuongelesha. Kuongea naye. Kuongea naye ni kupi na kumuongelesha ni kupi? Kuongea naye, amekuuliza swali unajibu. Ametaka kitu unasaidia. Kuuliza watakaje ukamwelezea. Kumuongelesha ni kumhesabia. Wakumbuka hii Jumatatu, tarehe 6 mwezi wa 7, saa 5 asubuhi uliniudhi. Sitaki uniudhi tena. Hiyo ni kukusemesha. Wakumbuka juzi nimekupigia simu yangu, upokei. Halafu wewe mbona waninyanyasa sana? Kwa nini wewe mwanaume wanionea? Hii ni kumsemesha. Ufai kumsemesha. Ukitaka amani, kama unataka kubishana, bishana. Lakini mimi nakwambia, ukitaka amani, usimsemeshe mume. Ongea naye. Yaani yeye akianza, wewe na wewe ndio uongee. Kama hajaanza, usiongee. Kwa sababu utakapoongea lazima atakugeuzia kibao. Lazima wewe ndio utakuwa na kosa. Tena lazima wewe ndio utakuwa na kosa. Ili uepuke shengesha wiki hiyo, usiseme. Wasema naye. Kwa sababu ukisema kwamba hakupigi simu, atakwambia kwa mimi ninavyoenda mbio upate kingamuzi, upate internet nyumbani, upate chakula, watoto wako na kwenda skuli. Iko dereva amepaki nje kwa ajili ya kusikia simu yako, ataka kwenda sehemu. Kwa wewe uone kama mimi nimekufanyia hisani, unaona hisani ni kupiga simu. Jambo lako liko sahihi, wataka kupigiwa simu. Kwa sababu mwanadamu yoyote baada ya kushiba anataka atulize nafsi yake. Na wewe ili nafsi yako itulie, ni mumeo awe karibu na wewe. Sasa sipokuwa karibu na wewe, ndio sasa umpigia simu. Sasa ushashiba, ushatuma dereva dukani, watoto wako washarudishwa skuli, unampigia simu, "Fanya jamani, mbona nikupigia simu yangu nipokelee? Na kuhitaji uwe karibu na mimi na wewe uko mbali na mimi." Sasa hapo ndo kibao kitakapokugeukia. Kwa ushukuru wewe, kutwa nzima watu wananipasua kichwa changu, hata unaulizi nimeshinda vipi, unasema yako tu. Mbona wewe mwanamke binafsi sana? Kosa limekugeukia ya kugeukia. Nimekugeukia. Kama ungesema naye, vipi hapo muendeleaje? Hatujambo. Vipi na wewe? Mimi si jambo, lakini vile tu nimekukumbuka, lakini si mbaya, bora umepiga. Nipe story mwenzangu leo. Kuna umbea gani leo? Stari ushapata? Huyo loko unataka kupe starehe, ushacheka mara 2, ushacheka tayari hapo kwa siku. Lakini sasa mpigie simu umsomee shtaka yake, ndio nakwambia, kumuongelesha. Mpigie simu umsomee shtaka yake moja tu, inakugeukia na za ukanuniwa wiki nzima. Na akapata hata sababu ya kwenda kwa Jeni, maana mwanamke mwenyewe hana shukrani, bora nimfuate Jeni. Nikienda kwa Jeni, wala Jeni hanipi maneno mimi. Kama hanipaye huyu mwanamke. Kuna rafiki yangu mmoja jana, madam, unajua kwa nini nimecheka wakati unasema kwamba yani amegeuzwa kibao. Yani uliposema neno kugeuzwa kibao ndipo nilipocheka. Anasema kwamba wakati wote mume wake anapoamka tu atampigia simu, atamjulia hali. Jioni atampigia simu, vipi umerudi kazini na mambo mengine kama hayo, kwa sababu hapo mbali. Lakini anasema akimtumia message asipojibu, yani mume akimtumia mke message asipojibu kwa wakati, wala hana tatizo. Lakini yule mwanamke akituma message isipojibiwa, yeye anaongea sana. Unaona, mume anamkumbusha, anamwambia hivi, wakati mwingine kwa nini usinichukulie kwamba huyu hana vocha leo, huyu hana message, labda wewe umpigie. Hupigi. Lakini
mimi kila siku, maana mwanamke naye huwa mara maneno mawili anasema, wewe yani tangu asubuhi leo hujatupigia simu, hujafanya nini? Anamwambia, mimi mbona kila siku nakupigia simu? Wewe unashindwa mke wangu leo kunyanyua simu tu kunipigia mimi kwa sababu umenikosa? Mwanamke ana panic, mume anaanza kuhesabu sasa jinsi gani ambavyo anavyowajulia hali yeye, si nani wake, kabla wakati anaenda kazini anahakikisha yote haya anayafanya katika muda mfupi, ili anapoenda kazini awe na amani kwamba mambo yaende. Na anasema alifanya kusudi ili aone huyu mwanamke ana uwezo wa kumfanyia kama yeye anachomfanyia. Sasa swali langu, kwamba mwanamke akasema kwamba amegeuziwa kibao wakati yeye ndo alikuwa anataka kuomba msamaha. Yaani anaona kama yeye ni haki yake zaidi kujuliwa hali kuliko yeye kumjulia hali mwenzake. Ndivyo tunavyotakiwa kuishi. Atamharibu, alafu mwanaume mzuri mashaallah. Mwanaume mzuri sana. Alafu atamharibu. Sisi wenyewe ndo tuharibu. Wallahi nakwambia. Hamna mwanamke ambaye ameharibu ndoa eti kwa sababu ya mamake. Wengi tunaharibu wenyewe. Hata mwanamume ana communication skills nzuri hivyo. Aghalaba. Mtanzania huyo? Mtanzania. Kabisa. Basi anaelewa vizuri. Ni wachache sana. Nadhani labda kwenye 10 wako mmoja. Wallahi nakwambia. Watanzania very bad communication skills. I'm telling you. Eti umelala naye tu amke akakwambia good morning. Sembuse ndo uko mbali? Ajabu mwanzo. Inabidi mwanzo nimweke, yani inabidi mwanzo na kutumia salamu kaka. Mwenyezi Mungu akujalie hivyo. Lakini mke atamharibu yani. Tutampeleka makumbusho ya taifa. One of the kind. Hakuna, mimi nakwambia kwenye 10 ni mmoja. Wallahi nakwambia. Watanzania kweli. Madam wanafanya sana. Basi labda kwa sababu labda mimi sijatembea. Sijakutana nao. Lakini mwanaume Mtanzania akupigie simu asubuhi good morning night akupigie. Sijui. Lakini kwa hiyo unataka useme kwa kiasi kikubwa wanawake wanatakiwa kuishi vipi na waume zao? Kwa sababu kama ulivyosema haya matukio ya kuambiwa kwamba wanarudishiwa makosa, yani kosa linakuwa hamna kosa hapo kwa hiyo bwana. Yeye binti ndo anakosa. Ndio maana ninakwambia. Unaona hiyo mwanamke hivyo alivyo hivyo. Ndio watu wengi, wanaume wengi wa Tanzania wako hivyo. Yaani wanatega. Sasa mimi mambo drama hizo michezo ya akili hiyo ndio maana nikakwambia hapa iko mingi sana. Unaona wasichana wote hapa wote wataolewa na wageni. Utaniambia after 5 years Watanzania kibao wasichana wataolewa na wageni. Na kwa nini? Sababu kubwa, sababu wao wako na communication skills very good. Wanajua kwamba msichana anahitaji kitu gani. Wengi wanajua msichana anataka kitu gani. Sasa mtakuja kushtuka dada zenu wote watolewa na wageni. Kuna hili swala kwamba lakini huyo mwanaume huyo anatakiwa akakae makumbusho. Hiyo mfano wa kuigwa. Kwa sababu kama mtu akikupigia, mimi ninavyojua sheria ya hali ya kawaida, akikupigia asubuhi unabidi umepiga good night. Ndio. Na maybe haja kupigia siku 3 unaona atakupige simu uhoji. Mwingine labda hajazoea maskini kama hivyo nakwambia, wengine wametoka kwenye matope hawajazoea kuuliza hali. Kwa hiyo akikutana na wewe, bwana unataka kumfundishe wewe unavyotaka kuishi. Sababu alikotoka kwenye matope. Kwa hiyo unataka kumfundishe kwamba sisi bwana hapa kwenye hii level tunaishi kwa kusalimiana. Ndio. Kwa mimi nitakufundisha wiki 2 kama hujaelewa baba mikibati. Kiguna njia. Sasa wewe mtu akiwa hajakupigia, umemtuma message, hajajibu, ni mumeo, si kama ni boyfriend. Ni mumeo, una mamlaka na haki ya kupiga. Na akikupigia maybe asubuhi, wewe inabidi umepiga usiku ama lunch time, muulize umeshinda vipi. Sasa imagine mwanaume anajitahidi hivi. Si ajabu labda anajitahidi pia na nyumbani anakuhudumia vizuri. Alafu sasa uanze kumshika eti utafute msamaha kwa sababu hajapiga simu. Hata hizo si mambo za kitoto jamani. Sasa imagine akiwa siku anaumwa. Pia anatakiwa asubuhi amke akupigie simu kwa sababu hiyo wajua amekupigia naumwa lakini kuna malaria kwa nimekujulia tu hali kwa niko na malaria. Kweli jamani? Kama amezoea au akupigia inabidi umepiga mwanzo. Wajua kupiga simu ni bare minimum. Bare minimum ni kwamba yani ni jambo la kawaida. Kwa sababu watu wengi maximum wanaongeaga dakika 3 2. Ndio.
kweli wewe dakika 2 tu zikutoe hisani mpaka upoteze mume mwenye maana? Kwa sababu kwanza huyu jamaa, huyu msichana ndo amekuomba wewe ushauri. Mwambie madam anasema akikukamata atakupiga. Ache kichaa. Hamna mume kama wake, namwambia mimi. Hamna. Na akimtelekeza. Na hii madam, haya kuyatenda makosa ama kuyatenda matendo mabaya kwa watu ambao wanaowatendea matendo mazuri, unasababisha labda wengine kutendewa mabaya baadaye, kwamba ameachana na wewe anaenda kwa mwingine anaishi naye kibabe. Ni ngumu sana kukutana na mtu ambaye ametoka kwenye tope alafu hajapona, yani ngumu sana. Na wasichana wengi wanakumbana nao, wanaume ambao wameumizwa hawaja move on. Wanaume ambao wamekuwa katika mazingira, wanawake wana tamaa ya pesa kuliko utu. Kwa ukikutana naye inabidi kama wiki 3 hivi unampa crash course. Watu wa crash course wana taabu. Ama inaitwa nini ile orientation? Orientation. Umekutana na mtu kuliko muendelee na mahusiano, unaanza kumorient kwamba wewe inabidi umenitreat hivi. Hata ndo mambo ya maisha. Ukutana naye unampiga crash course ama unampiga orientation. Sasa unaona mambo mengine kama hivyo, unawakuta watu tayari communication skills zao ziko sawa. Yani yupo top notch. Ukikutana naye yuko ready. Inabidi umeanza unamfundisha, bwana hii level hapa watu tunasalimiana. Hii level bwana hapa watu tunajuliana hali. Hii level hapa bwana watu tunafanya mambo yawe marahisi. Kwa kama huwezi kufanya mambo yawe marahisi, wewe unaleta kuleta ugumu, basi fi amani la. Sishauri mtu akuulize kama unahitaji nini kutoka kwangu, ama nitahitaji nini kutoka kwako nikakwambia mimi nataka unifungulie biashara, nifanye nini. Nataka kama itawezekana, wasichana sio wanaume, wasichana zungumzieni vitu ambavyo viko practical. Kwa mfano wa kuendeleza kielimu. Unajua mtu hawezi kuchukua basi. Kwenye vikao vya wanaume pia hilo swala walishapinga hilo ya kuendelezwa kielimu. Ukishaolewa okay, akupeleke labda darasa ya mapishi, ukajiboresha katika kupika, hii atafaidika moja kwa moja. Akikuendeleza kielimu atafaidika moja kwa moja, kwa sababu atakuwa ameoa mke mwenye upeo. Lakini pia unaweza kumwambia labda akakutengenezea labda mfumo upate hisa fungani, ambazo yeye akikosa kazi wewe utasaidia familia kutokana na hisa hizi. Lakini hapa hatuzungumzii kwenye level ya uchumba. Hapa tunazungumzia kisha muoa. Lakini pia wasichana, utakaposema vitu ambavyo ni ngumu mtu kuchukua, mfano vitu kama hivyo, elimu, hisa fungani, ujuzi, ni faida kwako. Kwa sababu ukishaolewa uko chini ya mamlaka ya huyu bwana. Ukiwa na ujuzi kichwani, hata kama huyu bwana akashindwa labda kukutafutia kazi, akashindwa kukupa mtaji wa kufanya biashara, unaweza kutumia ujuzi wako ukapata kazi au kujiajiri. Yeye akakuwezesha tu namna ya kujiajiri. Lakini lese ukamwambia akununulie gauni au akununulie gari, umelala gari kawaka moto, au umeitoa gari kavunjika, ikapata ajali, gari ikapinduka. Baada ya pale akawa hana nguvu za kukununulia tena, kwa sababu hata mimi nafsi yangu itavunjika. Juzi tu nimekununulia gari, umeshaiharibu. Lakini vipi kuhusu elimu? Hata mpaka unaingia kaburini ujuzi wako uko nao. Hata kama mfano ukajifunza kupika keki, hata kama huwezi, hata kama mjamzito, utaketi pale mwambie msichana changanya haya, kisha keki utatoa. Hata kama umetoka kujifungua hivi sasa, keki utapika. Lakini mfano kupeleka gari, umetoka kujifungua, huwezi kupeleka gari. Kwa wewe katika vitu vya omba vitu ambavyo viko vyaweza kushikika, yani vitu vyenye maslahi, vyenye mashiko. Lakini pia usitake mtu akakupa vitu kama hajawa karibu na nafsi yako. Mtu wakutana naye tu mwanza kusema, yeye naye anasema, kwa sababu wanaume wana kampeni nyingi za kukuambia taida ndondosha watu, keti wewe peke yako, wewe usiamini vile, wewe uamini baada ya kuwekania kwako. Kwa sababu watu wengi wanasema vitu vingi wakiwa wanataka kitu. Kwa sababu ukisema kila kitu ukichukulia maanani, acha akuambiacho. Mwingine mathalani ukupima, aona kwamba wewe waweza kufika wapi katika tamaa yako. Sasa ukishaonyesha kama una tamaa, utapata watu wa tamaa. Lakini ukishaonyesha kwamba wewe una utulivu, utapata watu wenye utulivu. Kwa sababu katika sheria, yani kisaikolojia pia, kitu huvuta kitu sawa naye. Na hata Biblia yasema mtu vile ajionavyo ndivyo alivyo. So kama nafsi yako yazungumza ukimya na utulivu, utapata utulivu. Na kama nafsi yako yazungumza tamaa na majigambo, utapata
wa majigambo. Na kila mtu ana mtu wake, yaani kila pipa ina ufuniko wake. Sasa kama we ni mtu wa kujistiri, wa kwenda na subra, utapata mtu stara na kwenda na subra. Sasa wanaume wengi sana, wanaume wanasema, wanatuambia nataka fulani, lakini 100% huwa hawamaanishi. Nasema nataka mke mtulivu, nataka mke sijui anipe peace, sijui nataka mke sijui wa kuketi nyumbani, nataka mke naturally, sitaki mke wa kujitiatia tashtiti, sawa nini. Mara nyingi hawamaanishi. Na hakuna sehemu yoyote kisaikolojia inaokuambia kama si dhambi, lakini inaokuambia usikize. Sasa wenyewe hata hawajui anachotaka. Sasa si ajabu hata hicho anachosema wenyewe hata akielewi. Mfano akisema peace. Sasa wewe unataka mimi nikupe peace, lakini wewe una girlfriend A mpaka Z. Sasa mimi nitakupa peace kivipi? Wewe una girlfriend A mpaka Z, nataka mimi nitulie. Sasa wewe ni kama unataka nikupe kitu ambacho hata wewe mwenyewe ukijui. Ili mimi niwe na peace, inabidi umetengeneza peace. Ili mimi nibaki na wewe tu, umeekania kwangu. Ili niwe na wewe tu, inabidi unionyeshe na wewe uko na mimi tu. Sasa utakaponipa vitu vya kunivuruga kichwa changu, leo kama uko na mimi, kesho kama huko na mimi, kesho wanipenda sana, kesho kutoa asubuhi umeamka kama umesahau. Sasa unataka mimi niwe na msimamo wewe uko nao. Sasa ndio maana nasema aghalabu sana usimsikilize mwanaume atakacho. Kama sio sheria. Lakini vile vitu vya sheria si usitoke bila kustara, usitoke bila ruhusa, usiache kusali, umpike chai yake saa 10, sivyo ataka nini. Mwingine anasema napenda nile sana, mwingine apenda ugali. Kuna watu huwezi kuwapa shurba, maana usiku atalala na hesabu misimari mbaya mno. Sasa vile vitu vya muhimu, lakini hadi mtu akwambia mimi sipendi mke asemaye sana. Sasa mke asemaye sana, lakini ukiondoka warudi kila baada ya siku 3. Sasa nitaka vipi siseme? Nitakuwa kama yule anaitwa nani, bata mzinga shao inaitwa nini, corona imeja mpaka hapa kwa hasira. Kama hutaki nisiseme sana, usinifanye kasema sana, niache niwe na amani. Toka nenda uendako, lakini ukitaka kurudi lazima nitasema sana. Umesema mwanaume anaposema jambo huwa hamaanishi, akiwa unamaanisha kwamba tamaa ama ni nini? Yaani wajua wakitaka kukupata wasema kila kitu kinachowezekana. Sasa wewe ukiwa utaamini wewe ni hasara yako. Wewe usisikize maneno ya mwanaume, mwangalie tu vitu vyake afanyavyo. Yaani vitendo viongeza ili kuliko maneno. Kama ataka mke utamwona atakavyoishi na wewe, kama anakutaka wewe mke utamwona anavyoishi na wewe, si kwa kusema. Kuna mtu alitamkiwa ndoa akaachana na marafiki zake wote. Akasema mimi Jamal ataka kunioa, kwa mimi kuanzia leo sitaki marafiki wasiokuwa na ndoa, kwa sababu kaniambia nyinyi mtani influence vibaya. Alimwamini. Kumbe mwenzake alikuwa akimtaka. Lakini si kama mke. Alikuwa akimtaka kama girlfriend. Lakini ili unikubali haraka nitafanya nini? Nikuahidi ndoa. Akatutupa. Alikuja kuachwa Mariakani, kisha akatupigia simu. Sisi tukamwambia bwana, ukihama kambi ukirudi lazima tukupe deki usafishe. Ndio. Sasa wewe piga deki kisha tutakurudisha katika hii kambi. Sasa ndio hapo sasa tu akaamini mimi usemi wangu, mwambia mtu ana maneno asemayo ili akupate, na kuna mtu ana maneno asemayo ili akuweke sawa. Sasa wewe mwenyewe ukimwamini mtu utajua mwenyewe. Kama mtu anataka kukuoa, vitendo vyake vitakuwa wazi. Na hivi ni sahihi kwamba mchumba anapokuambia kitu fulani 1 2 3 kwamba hakitaki, inatakiwa kubadilika au mtego? Wataka kuniingiza kwenye matatizo, lakini sidhani kama ina sehemu mbili hilo. Yaweza kuwa mambo mengine yakawa ni nje ya misimamo ya dini. Akikwambia hayataki ni sawa. Sawa? Lakini mwingine akwambia sitaki uende sokoni. Lakini hakuletei vitu vya sokoni, sasa utaacha kwenda? Utaenda tu. Mwingine akwambia sitaki uwe na marafiki. Lakini kiafya huruhusiwi kuwa na mume wako umfanye kama rafiki, kwa sababu naye ni mwanadamu, atachoka. Na kuna wakati nitakwambia ukweli, na kuna wakati mumeo aweza kawa hataki kuongea na mtu yoyote, hata wewe, na si kwa ubaya.
ataka time yake kivyake. Yani hapo, kwa sababu wanaume wengi huenda resi sana hasa katika kazi na kutafuta pesa. Sasa kuna saa yani kichwa chake chenda resi, anataka ukimya. Hata kama amekaa na wewe hapo, hataki useme. Yani wewe ulale tu. Sasa sisi tuko kama gari sio na breki katika highway. Twenda tu. Saa zingine tuongea hata hatumaanishi. Wajua ile typewriter. Tunataka tuseme. Sasa mume kama ndo yeye peke yake ndo rafiki yako. Siku kichwa chake kinavyoenda resi, hataki kusema na wewe, utamkera na yeye atakukera. Lakini madam, kuna maneno huwa yanasema kwamba mapenzi mazuri ni yale yanayojengwa pia na urafiki ndani yake. Asiwe peke yake. Yaani wewe na marafiki zako ukipata kichaa baada ya siku 25 za mwezi lazima upate kichaa. Ndio. Upate watu wa kubishana nao. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.